Amen. Unaweza ukachukua nafasi yako, mtu wa Mungu. Ninazo dakika chache sana za kuzungumza na wewe, lakini Roho Mtakatifu atatusaidia. Tunazo dakika chache sana, na tunamshukuru Mungu atakuwa nasi. Ninayezungumza hapa ninaitwa Joshua Nation Richard, na kwa neema ya Mungu ni mwenyekiti wa USCF Mlimani CCT UDSM. Tunamshukuru Mungu kwa ajili ya siku yetu njema kipekee, na tunamshukuru Mungu kwa ajili ya tiba zote ambazo tumekuwa nazo. Na katika habari ya jambo dogo sana, lakini natamani likakujenge kwa aina yake. Somo langu la leo tutajifunza kwamba amua kumtumikia Mungu. Kwa wale ambao wanaandika, amua kumtumikia Mungu. Amua kumtumikia Mungu. Unajua maisha yetu ya wanadamu siku zote yanaongozwa na maamuzi, na chochote ambacho mwanadamu anakifanya ni matokeo ya maamuzi ambayo ameyafanya. Na ndio maana uko hapa ulipo ni kwa sababu ulifanya maamuzi. Wako walimu hapa ulifanya uamuzi wa kusoma ualimu, na ndio maana wewe ni mwalimu. Wako wahandisi mali hapa walifanya maamuzi ya wao kuwa wahandisi. Wapo watumishi wa Bwana hapa wamefanya maamuzi ya kuwa watumishi wa Mungu. Ama chochote ambacho unakifanya ni kwa sababu umefanya kwa maamuzi. Na maamuzi ambayo mwanadamu anayafanya siku zote yapo ya aina mbili. Yanaweza yakawa ni upande wa hasi ama chanya, kwamba yanaweza yakawa ni positive ama negative. Yote yanawezekana, itatokana na namna ambavyo mtu husika ameweza kufanya maamuzi ya kwake. Lakini maisha yetu yote yapo kwenye maamuzi. Kwa hata kama kuna kitu kibaya ambacho kimetokea, labda kuna mambo ambayo umeyafanya hayaeleweki, ni kwa sababu ya uamuzi ambao umeufanya kwa ajili ya kufanya hilo jambo. Na lazima tuelewe na tufahamu kwamba maamuzi sahihi ndio kitu pekee ambacho kinaweza kikakusaidia wewe ukafanya vitu ambavyo ni sahihi. Watu wengi tunakuja kujutia baadaye kwa sababu ya maamuzi ambayo tunayafanya, na watu wengi tunafurahia tena baadaye kwa sababu ya maamuzi mazuri ambayo tunayafanya. Kwa kiwango chako cha maamuzi ambacho utayafanya katika nyanja zote za maisha, ikiwa ni katika ulimwengu wa roho, ama ni kiuchumi, ama ni kijamii, ama ni katika fakati yoyote ambayo unaishi nayo, ama katika nyanja yoyote ambayo upo nayo katika maisha haya, jua ya kwamba maamuzi yake utakayoyafanya yatakupa matokeo baadaye. Bwana asifiwe. Na natamani tuone kwamba ufanye uamuzi wa kumtumikia Mungu. Na naelewa kwamba sisi wengi hapa wote ni Wakristo, na tunajua kabisa kwamba tunamtaja Yesu aliye hai. Lakini bahati mbaya sana Ukristo wa leo umekuwa ni wa tofauti kidogo. Ni kwamba tumezaliwa ni ule wokovu wa neema, kwamba mimi nimezaliwa, baba yangu ni mzee wa kanisa, mama yangu ni mchungaji, baba yangu ni nani. Kwa hata ile neema ya kusema tutafute uso wa Mungu kwa bidii imekuwa ni changamoto. Na tumejikuta kwamba tunakuwa na watu ambao tunaingia makanisani kuingia na kutoka miaka ninarudi, lakini bado tumekuwa ni watu wa kusali kwa mazoea. Madam ni kwa sababu tu tumekuwa tunakuta familia za kwetu zimejengeka kwenye misingi ya Ukristo. Kwa hata ile hamu ya kusema kwamba twende viwango vingine, ni wachache sana wenye hiyo hamu. Sio jambo baya kukua kwenye familia ya wokovu, lakini je, imekutengenezaje wewe katika kukua katika viwango vya juu zaidi? Kwa hiyo katika maamuzi ambayo natamani tuweze kuzungumza hapa, ni namna ambavyo unaweza ukafanya maamuzi yakakusaidia katika Ukristo wako ukamtumikia Mungu. Na nachokiamini ni kwamba mtu yeyote akisha muamini Bwana Yesu kuwa ni Bwana na Mwokozi wa maisha ya kwake, tayari huyo ni mtumishi wa Mungu. Bwana asifiwe. Kwamba madam tu umemkiri Yesu Kristo kuwa ni Bwana na Mwokozi wa maisha ya kwako, tayari wewe umeshakuwa ni mtumishi wa Mungu. Na tunaenda misheni kule, hakuna kwamba huyu ni nani ama huyu ni nani. Wote tukisema tunaenda door to door tutaenda, wote tukisema tutaenda kuchota maji tutaenda. Madam tu tumeshakiri kwamba umeshaamini kwamba Yesu ni Mwokozi wa maisha ya kwako, tayari umeshakuwa ni mtumishi wa Mungu. Kwa kama umeshakuwa ni mtumishi wa Mungu, basi ni lazima, kwa sababu umeshajiasaini mwenyewe, hakuna aliyechukua panga akakukimbiza kwamba nenda kaokoke. Basi umekuja kwa hiari yako mwenyewe, na Yesu amekupa neema ya kumjua. Ni lazima ufanye maamuzi ya kumtumikia Mungu kwa uhakika. Bwana asifiwe. Twende taratibu, utanielewa. Fungua kitabu cha Yoshua sura ya 24 mstari wa 14. Twende taratibu.
Kitabu cha Yoshua sura ile ya 24 na mstari wake wa 14. Biblia inasema, basi sasa mcheni Bwana, mkamtumikie kwa unyofu wa moyo na kwa kweli, na kuiweka mbali miungu ambayo baba zenu walitumikia ng'ambo ya mto, na huko Misri mkamtumikie yeye Bwana. Mstari wa 15 ule naomba tusome kwa pamoja kanisa. Twende 1 2 3, twende. Hebu tuseme tena hiyo, lakini mimi twende. Okay, twende taratibu. Nimesema maamuzi ya kwako kwamba umeshakuwa ni Mkristo, hakuna aliyekulazimisha kuokoka. Ni neema ya Bwana imekuwa ndani yako, na ukishaokoka lazima umekuwa ni mtumishi wa Bwana automatically. Huo ni mfumo katika ulimwengu wa roho. Sasa nataka tuone kwa habari ya kufanya maamuzi ya kumtumikia Mungu. Ukiangalia mstari ule wa 18 anasema, basi sasa mcheni Bwana, mkamtumikie kwa unyofu wa moyo na kwa kweli. Tuzingatie hayo maneno, kwa unyofu wa moyo na kwa kama wanaweza wakamwabudu Mungu kwa kweli, kwa ina uwezekano mkubwa kuna watu wanamwabudu Mungu kwa uongo. Halo, Bwana asifiwe. Kwa sababu kama Yoshua anasema mkamwabudu, mkamtumikia Mungu kwa unyofu wa moyo na kwa ukweli. Kwa tafsiri yake ni kwamba ukigeuza nyuma sasa, wako watu ambao wanamtumikia Bwana lakini sio kwa unyofu wa moyo, lakini pia ni kwa uongo. Kwa sababu kama kuna ukweli, basi na uongo lazima utakuwepo ndani yake. Kwa kama wote tungekuwa tunamtumikia Mungu kwa ukweli, basi Yoshua asingeweza kuandika kwamba mkamtumikie Bwana kwa ukweli, kwa sababu alijua wapo watu ambao wanamtumikia Mungu kwa uongo. Ndio maana akaweka kabisa vizuri clear, akasema kwa ukweli wala sio kwa uongo. Lakini hapa ni kwa dimension ambayo baada ya wana wa Israeli kuwa wamepitia, wameenda kule, Musa ameondoka na nini, Yoshua amechukua kijiti. Katika sura za mwisho Yoshua anamalizia kazi, anaona hawa watu wameanza kumchanganya, wameanza kumpanda kichwani, maana imefika muda wameacha kumwabudu Mungu aliye hai, wameanza kuabudu miungu mingine. Kwa Yoshua anaita kusanyiko, anaanza kuambia ya kwamba basi kama mmeamua kumcha Bwana, mcheni kwa unyofu wa moyo, msianze kuweka makando kando mengine ndani ya kumtumikia Bwana. Kama mmeamua kumtumikia Mungu wa kweli, basi shikeni moja, mkamtumikie na kumwabudu kwa unyofu wa moyo na kwa ukweli. Kwa nini nasema ni kwa ukweli? Kwa sababu kulikuwa kuna udanganyifu ndani yake na uongo ambao ulikuwa unaendelea. Kwa sababu wale watu wakati wanamwabudu Mungu aliye hai, Mungu wa Yoshua ambaye amewakomboa, wakati huo bado kuna misingi ya Misri wanaendelea kuiabudu. Bwana asifiwe. Kwa ndio maana Yoshua anasema ya kwamba anawaambia mkamtumikie Mungu kwa unyofu wa moyo. Kama ameamua kukuja kwa kumwabudu Mungu ambaye amewatoa katika nyumba ya utumwa, basi mkamtumikie kwa unyofu wa moyo, lakini pia kwa ukweli. Mwache makando kando. Kama amefanya maamuzi hayo, nendeni mkamtumikie Bwana kwa ukamilifu wa moyo, lakini pia na kwa ukweli. Mwache michanganyo, muache kuchanganya Mungu pamoja na miungu ambayo ni ya uongo. Lakini pia nafurahi namna ambavyo mstari wa 15 unaanza, anasema nanyi kama mkiona ni vibaya kumtumikia Bwana, chagueni hivi leo mtakaye mtumikia. Nguvu ya maamuzi. Bwana asifiwe. Wangapi tunalewana kanisa? Nguvu ya maamuzi. Kwa Yoshua amewashauri akasema, basi sasa kama mnaamua kumtumikia Bwana, mumtumikie katika unyofu wa moyo, lakini pia na kwa kweli. Lakini mstari wa 15 anaanza vizuri, anasema mimi nimetoa kama ushauri tu ya kwamba mkimtumikia Bwana mumtumikie kwa ukweli. Lakini mstari wa 15 huyo Yoshua anakuja, anaona hawa watu mbona kama hawaeleweki, anakuja anageuza taswira, anasema basi sawa, mkiona kwamba hamwezi kumtumikia Mungu, basi acheni, lakini mchague moja mtakaye mtumikia kuliko kwanza kumwabudu Mungu kwa uongo.
kwamba nanyi mkiona ni vibaya kumtumikia Bwana huyu ambaye ninawaambia kwamba mtumikie kwa unyofu wa moyo na kwa kweli, basi amueni hivi leo mtakaye mtumikia, kama ni Mungu wa baba zenu ama ni Mungu ya Misri. Lakini mwisho kabisa nguvu ya maamuzi ya Joshua inasimama. Halafu anasema hata kama mtaabudu mingine, lakini mimi na nyumba yangu tutamtumikia Bwana. Bwana asifiwe. Kwamba mimi na nyumba yangu tutamtumikia Bwana. Nataka niseme jambo moja hapa, muda wangu unasonga sana, kwamba mimi na nyumba yangu tutamtumikia Bwana. Nataka nikupe dimension kidogo kwamba wakati Yoshua anatoa hayo maelekezo, sura ya 14 mstari wa 14 ametoa kama ushauri, lakini ukija sura ya 15 anafika conclusion kwamba nimewashauri vya kutosha na kwamba mtumikie Bwana. Kama mnamtumikia Mungu, mfuateni katika unyofu wa moyo na kwa kweli. Lakini sura ya 15 huyo Joshua anakuja na badilika, anasema ya kwamba basi sawa, mkiona ni vibaya kumtumikia Mungu wa kweli, acheni, lakini mimi na nyumba yangu tutamtumikia Bwana. Nataka nikuonyeshe jambo moja kwamba Joshua alielewa ni kitu gani anachokifanya, maana amepokea kijiti kutoka kwa Musa, kwa anafuata nyayo za Musa, anamuelewa Mungu katika dimension fulani. Kwa hiyo Joshua anafika muda anafanya maamuzi yaliyo sahihi, maana alijua kabisa hawa wazee wanachokifanya sio. Na kumbuka kwamba hafanyi kwamba ni kwa watu wawili watatu, ili kuwa ni mbele ya taifa zima. Anafanya maamuzi mbele ya taifa zima la Israeli, wamekusanyika kwenye uwanda fulani. Joshua anafanya maamuzi, na maamuzi yake alikuwa ni magumu kidogo. Unajua moja ya kitu ambacho ni kigumu sana duniani ni kusimamia maamuzi yako. Na ndio maana unaweza kuwa ofisini wewe unaona kabisa mimi nimefuata msimamo wangu, lakini ukaitwa ni mkali. Kwamba wewe umeamua kufuata maamuzi yako mwenyewe, lakini watu wanakuwa kama hawakuelewi. Kwa ni kitu ambacho ni kigumu sana hata katika jamii ambayo inatuzunguka. Mtu akisema asimamie maamuzi yake anakuonekana kama ni waajabu fulani, lakini ndio uhalisia wa maisha. Kwa Joshua anafanya maamuzi mbele ya taifa zima. Yani ndugu zake wako pale, mama yuko pale, labda siji mjomba alikuwa pale, shangazi yuko pale, lakini wakubwa wa nchi pia walikuwepo pale. Lakini Joshua anafika muda anasema nimewashauri vya kutosha, lakini naona kama hamueleweki. Lakini mimi maamuzi nayoyafanya ni haya: ninyi endeleeni na miungu ya kwenu, lakini mimi mniache na Mungu wangu. Wangapi tunaelewana watumishi wa Bwana? Kwamba mniache mimi na Mungu wangu mbele ya taifa zima. Sasa wewe ndugu yangu, mbele ya fellowship tu unashindwa kusimamia maamuzi yako. Ungekuwa ungeweza? Muulize jirani wako, ungekuwa ungeweza? Kwenye familia tu pale kusimamia maamuzi yako, hoi, kijasho chembamba kinakutoka. Lakini Joshua ni kwamba wazee wako pale, maliwali wako pale, wafalme wako pale, maakida wako pale, wasijui wote wako pale, lakini anafanya maamuzi ambayo ni makubwa sana. Nataka nianze kuhubiri sasa. Nataka nikwambia kwamba unapofikia muda wa kuweza kufanya maamuzi ya kumtumikia Mungu, usiangalie nyuma. Kuna mtu hajanielewa bado. Nimesema ya kwamba ikifika muda unafanya maamuzi ya kwamba acha nikamtumikie Bwana, usiangalie nyuma. Kuna watu hajanielewa, ngoja nifanye hivi, kwamba ukifika muda wa kufanya maamuzi ya kwenda kumtumikia Bwana, usiangalie. Dimension nyingi, wapo watu wengi ambao wanakuangalia kwamba tumuone atafanyeje. Na ndio maana kuna wakati mwingine hata ulipoanza kuimba wakasema ngoja tuone ataishia wapi. Wakati mwingine ulipoanza hata kuhubiri wakasema wacha tuone atakapoishia. Wakati mwingine hata familia ya kwako imekuwa ikikupiga vita, hata uliposimama kuhubiri watu wakasema hawanielewi. Lakini nimekuja nikwambie, unapofanya maamuzi ya kusimama, hebu waambie kwamba mimi na nyumba ya kwangu nitamtumikia Bwana. Joshua amefanya maamuzi mbele ya taifa zima. Sembuse wewe familia iwezi kukutenga kwa ajili ya kutafuta uso wa Bwana ama Bwana aliye hai. Hata kama una vita, hata kama haueleweki, pote ya pote yuko Bwana anayekuelewa. Wewe nenda mbele ukamtumikie Bwana. Yuko ambaye anakuelewa. Hata kama fellowship hawakuelewi, yupo ambaye anakuelewa, ni Bwana ama Bwana. Ngoja nisome jambo kwamba ukiamua kumtumikia Mungu, kubali yote. Na Mosi waga wanasema ukiokoka ukiwa kijana ni mshamba. Sikatai ni ushamba, lakini mimi na nyumba yangu tutamtumikia nani? Mimi na nyumba yangu tutamtumikia nani?
Yawezekana uko hapa, familia ya kwako, ulipoambia baba mimi nimeokoka, uko mzima ukasimama ukasema mpaka wewe umeokoka. Sio mpaka wewe, nasema mimi na nyumba yangu tutamtumikia Bwana. Yoshua anasema ya kwamba hajaweka vizuri, huenda alikuwa labda na mke wake ama na watoto wake ama na ndugu zake, ama alikuwa anajizungumzia yeye mwenyewe ndani ya moyo wake kwamba yeye na nyumba ya kwake atamtumikia Bwana hata kama taifa limekataa, lakini mtu mmoja atasimama, naye alikuwa ni Yoshua. Hata kama taifa zima lilikuwa limekataa kusimama kwa ajili ya Bwana aliye hai, lakini Yoshua alisimama mbele ya taifa. Na mimi nakutangazia ya kwamba acha uende ukafanyike baraka, wewe na nyumba ya kwako ukamtumikie Bwana mabwana. Ningesikia kelele za watu ambao wananielewa hapa, ungepiga makofi na vigelegele. Hebu nisaidie kuambia watu wawili ya kwamba mimi na nyumba ya kwangu tutamtumikia Bwana. Hata kama wanielewi potelea pote, hata kama uko umesimama, mimi na nyumba ya kwangu tutamtumikia. Amen. Ukishafanya maamuzi ya kumtumikia Bwana, usiangalie wapi. Kuna watu ambao ulipoanza praise wakaanza kukusema ya kwamba huyu naye jamani sauti yenyewe ni ya nane kama ya Joshua, sauti yenyewe siji yakoje. Nakwambia usirudi nyuma. Kuna watu ulipoingia hata pale fellowship wakaanza kuona kama hawakuelewi. Nisikilize, huwezi ukaeleweka kwa wanadamu, ila bora ukakubalika na Bwana mabwana ambaye unamtumikia. Bora ukakubalika na Mungu aliye hai, maana tunajua ya kwamba tunatumika leo, lakini kuna majira kesho yanakuja. Biblia inasema ya kwamba sisi ni watenda kazi warali wasio na mawaa. Tunatumika hapa, lakini pia target yetu ni kwenda kwa Bwana. Tunatumika hapa sisi na nyumba za kwetu, hata kama mtuseme, hata kama wafanyeje, sisi bado na nyumba zetu tutamtumikia. Tutamtumikia Bwana. Na nataka nizungumze na watu wachache hapa. Nimesema ya kwamba kuna watu tunaingia makanisani, lakini bado hatuna ule ukanisa. Yani kanisa imekuwa ni kichaka cha kujificha, kwamba na mimi siku nikifa waje wanizike, kwamba na mimi siku nikifanya nini, nikitaka kufunga ndoa labda nipate kanisa la kwenda, nikipata shida niombe msaada. Uko sahihi, lakini mamzo yako sio sahihi. Bwana asifiwe. Na hao ndio ambao wametumika kuwa lango la kuweza kurudisha watu wengine nyuma. Hao ndio wametumika kufanya vitu visivyofaa. Huyo ndio amevuruga kwaya, huyo ndio amevuruga fellowship, huyo ndio amesema wenzake, huyo ndio amefanya mambo yasiyofaa. Lakini Jumapili yupo ibadani, yeye na nyumba yake hajamtumikia Bwana. Anataka tukatishe tamaa hata sisi. Mimi kama Joshua nakataa, nasema sisi na nyumba za kwetu tutamtumikia Bwana. Hatutishi na kelele za chura. Hatutishi na kelele za chura, kwa sababu sisi tunapiga. Mswahili mmoja akasema ya kwamba ukimpiga chura teke umemwongezea mwendo. Nataka nikwambie, hata kama watakusema, hata kama watakuona huna maana. Kuna watu wanasema anajikuta anahubiri hajui hata kuvaa na changanya rangi kama bendera ya Kenya, hata kama ingekuwa ya Tanzania. Lakini target yetu ni kwamba tukamtumikie Bwana. Hata kama ukitusema no, hatutatishika. Hebu mtupige teke, lakini ngambo tutafika, injili itakwenda, tutamtumikia. Sasa wewe unasema kidogo, rafiki yangu, umeacha na kwaya, umeacha fellowship. Mama mchungaji, yani kuna watu kiwagusa tu kidogo wameacha kuimba. Yuko hapa hafu ni Mkristo. Bwana asifiwe. Biblia inasema ya kwamba nimeleta upanga, sikuleta amani duniani, ila nimeleta nini? Kwa maadamu tumefanya maamuzi ya kumtumikia Bwana, kubali yote. Maadamu umekubali kwamba mimi nitamtumikia Bwana, kubali yote. Kuna wengine watakuja wajifanye ni rafiki zako, kumbe wamekuja kuna namna wafanye uanguke. Waambie anguke mtu kwa jina la Yesu, tutasimama mbele za Bwana. Kuna wengine watakuja wakati wa raha, ukipata shida wataondoa mguu. Waambie hata kama ametoka, yuko ambaye anasema ya kwamba ametupenda zaidi ya kutupenda, tutatumika kwake. Msaada wa wanadamu unapita, lakini wa Mungu uko na wewe daima yote. Usikate tamaa unapofanya maamuzi ya kumtumikia Mungu. Bwana asifiwe. Wangapi tunalewa na watumishi wa Mungu? Muda wetu ni mchache sana. Nataka nikutie moyo tu mtumishi wa Mungu kwamba katika huduma ambayo unaifanya usiangalie nyuma. Mwambie jirani yako usigeuke nyuma.
Mwambie jirani yako tena usigeuke nyuma. Mtikise bega lake, mwambie usigeuke nyuma. Mwambie tena usigeuke nyuma. Usigeuke nyuma. Nisikilize, vikwazo vipo, lakini anasema ya kwamba jipeni moyo, Mungu nimeyashinda yote, nami nimetangulia kuwajengea ufalme mbinguni. Baada ya kazi ngumu duniani, tutavikwa taji ya uzima. Tusipozimia roho, tusipozimia mioyo, tutavikwa taji ya uzima. Endelea kufanya kazi ya Bwana kwa uaminifu. Mungu anakuja, kuna taji yako utavikwa. Ninaomba tusimame. Hamtaki kusimama au? Mchungaji hawataki kusimama? Wameshasimama. Haleluya. Mimi na nyumba yangu Mimi na nyumba yangu Wako wapi watu wachache wanaosema tutamtumikia Bwana? Wangepiga makofi tena na shangwe kwamba hata kama watu seme, hata kama watu pige mateke, bado tutasimama na Bwana. Sijaona watakatifu wa Bwana wanaosema tutamtumikia Bwana. Nisaidie kumtikisa jirani yako, mwambie jirani tamtumikia Bwana. Mwambie jirani tamtumikia Bwana. Hata kama waniseme, hata kama wanitenge, hata kama waseme sijui kuvaa, bado wako wapi wacha Mungu hapa? Ungeongeza makofi tena. Ongeza. Haleluya. Yes. Tutamtumikia Bwana. Tutamtumikia Bwana. Tutamtumikia Bwana. Tutamtumikia Bwana. Kuna mtu mmoja hajanielewa hapa. Mwambie jirani, mtumishi anasema tutamtumikia Bwana. Amen. Na hata kama jirani yako eleweki, mwambie jirani, nitamtumikia Bwana na nyumba yangu. Amen. Hatutishi kwamba familia wameroga wafanyeje. Unajua hapa mjini usiende kwa kila mtu. Kuna watu wengine huko sisi tulikotokea ni anirogeka hapo. Mtumishi mmoja akasema anirogeka hapo. Hata kama ukisema kwamba ufanye chochote, utuseme usituseme, ndio kwanza kazi inaendelea. Yani kama vile tuko kwenye pampu, ukitusema tunapiga pa, halafu tunasema tutamtumikia Bwana. Ukitusema pa, tunasema tutamtumikia Bwana. Hata kama ndoa yako haina amani, mume wako kila ukitaka kwenda fellowship anasema no, ukitaka kumtumikia Bwana no, rafiki yako akitaka niende fellowship anasema no, mwambie ndugu, kama ni hivi, mimi namtumikia Bwana. Bora urafiki ukafa. Bwana asifiwe. Sikuwa na maneno mengi ya kusema, ila nimekuja kukuambia tu kwamba Joshua alifanya maamuzi mbele ya taifa zima kwamba yeye atamtumikia nani? Ni maombi yangu wewe Joshua wa leo. Kuna mtu hajanielewa. Nimesema ni maombi yangu kai wewe Joshua wa leo, ukamtumikie Bwana wa mabwana. Ni kweli duniani tunayo dhiki. Wakati mwingine Paulo akasema ya kwamba je, ni kitu gani kitanitenga na upendo wa Bwana? Ni kitu gani kitatutenga tuache kumtumikia Mungu aliyetuweka hapa? Wako hapa wengine tunasoma, hatujui, tukiangalia ni neema, halafu tuambie kwamba tuache kumtumikia Bwana. Hapana, ni kitu ni kigumu sana. Anasema ni kitu gani kitanitenga na upendo wa Mungu? Kwa lugha nyepesi, ni kitu gani kitanitenga na kumtumikia Bwana? Je, ni dhiki, ni njaa, ama ni shida, au ni magonjwa? Paulo anasema katika yote sijaona kitakachonitenga na kumtumikia Bwana. Ni maombi yangu wewe. Ninakushukuru Bwana Yesu kwa ajili ya asubuhi ya leo. Pokea sifa na azana Mungu. Watoto wako hawa wanakubali kutumika madhabahuni pa kwako. Waguse na kuwalinda kwa neema ya kwako katika jina lako takatifu ya Mungu. Tupe neema ya kutumika madhabahuni pako. Tunapitia shida, wakati mwingine tulipokoka uko haukutuelewa. Ndugu wakatutenga kwamba tumefanya maamuzi yasiyo sahihi, lakini kwetu sisi tunatumika kwako. Maana Biblia inasema ya kwamba msalaba kwao wasioamini ni upumbavu, lakini kwetu sisi ni uzima wa milele. Mungu, tupe neema ya kutumika madhabahuni pako kwa ajili ya utukufu wa jina lako. Asante kwa ajili ya asubuhi ya leo. Endelea kuwa pamoja nasi, na naombea watumishi wako hawa, walinde na kuwatunza kwa neema ya kwako, ni katika jina la Mungu Baba na Mwana na Roho Mtakatifu. Basi wote tungesema amina, halafu kamchapia Bwana makofi ya shangwe. Haleluya!